Kitu cha kwanza, ili uweze kubadilisha jina lako la cheti cha kuzaliwa, unaingia kwenye website ya RITA. Ukishaingia unakuja, kama hujawahi kutengeneza account yoyote ya RITA, unabidi uje hapa kwenye registration. Unaingiza jina lako la kwanza, la katikati na la mwisho, jinsia yako, unaweka namba yako ya simu, email yako na password yako. Baada hapo unajiandikisha. Ukishajiandikisha unatumiwa notification au message kule kwenye inbox ya email yako. Ukishaingia kule unaenda una verify. Ukisha verify tayari unakuwa umeshatengeneza account. Baada hapo unakuja tena kwenye website ya RITA. Kisha kuja hapa, unakuja hapa sehemu ya sign in. Unapabonyeza. Baada ya kubonyeza hapo unaingiza ile email yako ambayo ulitumia pale mwanzo na password yako. Kama mimi tayari nishatengeneza. Baada hapo unaingia kwenye account yako. Tayari hapo umeshatengeneza account yako, itakuwa ni mpya. Japo mimi nimeshatengeneza na itumia. Baada hapo sasa, ili uweze kubadilisha jina la hicho cheti chako cha kuzaliwa, unakuja hapa kwenye profile yako hapa. Unapoona kama ka profile yako hapa. Unabonyeza hivi vidoti vitatu hivi. Baada ya ukibonyeza hapo, unakuja hapa kwenye birth certificate service. Baada ya kuingia hapo, unakuja kwa hapa chini utaona hii kijumlisha hapa, unakabonyeza. Baada ya kubonyeza sasa hapo utaona kama unahitaji cheti kipya, unabonyeza hapa new certificate, birth certificate. Kama una cheti chako cha zamani unataka ukibadilishe, unabonyeza hapo. Hapa chini ni kama baada ya kutengeneza nani chako unataka ukiverify. Hapa ni kwa wale watu ambao wanaomba mkopo ila kile cheti chako hawajawahi kukiverify. Kuverify inabidi uje uverify huko. Ila sisi kwa leo tunataka tubadilishe jina cha cheti chetu cha kuzaliwa. Kwa hiyo kwa sisi au kama wewe, ili uweze kubadilisha jina, unakuja hapa kwenye old to new certificate. Baada hapo unabonyeza hapa. Unaangalia sasa, je, huyu mtu unataka kumtengenezea ni anatumia namba ya simu namba ya shule, au anatumia namba ya sekondari, au ana passport number, au ana vote, au ana chochote. Sasa wewe mwenyewe utaangalia huyo mtu wako ana moja hapo kati ya hicho. Kama ana katika vyote hivyo, unabonyeza hapa no available. Hapa unatengeneza vyote, unajaza details zote hapa. Ukishajaza hapo itafuata next stage paka stage zote. Baada ya kufika stage yote itafika paka stage ya kulipia. Unalipia tu shilingi 8,000. Unaona control number kabisa kulipia. Baada ya kulipia control number, hapo unakuwa umeshaweza kubadilisha jina la kile cheti chako. Ila sasa hapa ndo kubadilisha. Nimaanisha kubadilisha hapa inamaanisha utaandika ile majina ambayo unataka kuyabadilisha kile cheti chako. Maana kule mbele pia watakuomba namba ya kile cheti chako cha zamani. Kwa hiyo hapa unachotakiwa kwenye mfumo uingie hii sehemu ya old to new application. Hapa ndo sehemu ya kubadilishia jina. Step zake nyingine hizo hata sio ngumu sana. Zote ni rahisi tu, cha muhimu tu una data zote.